السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد. Mtazamaji mtukufu wa Kiislamu, karibu tena kwa mara nyingine katika tarehe 27 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalie funga zetu na taa zetu na atusamehe kasoro zetu ya rabbal alamin. Mtazamaji mtukufu wa Kiislamu, ikiwa ni halaka yetu ya 27 kwenye barnamiji yetu tulioipatia kwa jina la Allahumma bika asbahna. Ewe Mola, kwa kupitia nguvu zako na uwezo wako na idhini yako tumeipata asubuhi nyingine. Bado tunaendelea kuwazungumzia watu wa kale na dini ya Uislamu. Tumewazungumzia manabii kadha wa kadha. Je, Uislamu ulitambulikaniwa na manabii peke yao? La, abadan. Bali hata kwa wale wasomi ambao kwamba walisoma historia ya Nabii Musa alayhi salam na Firaun na wachawi wa Firaun wanalitambua hilo. Wachawi wa Firauni walikuwa wakimsupport Firaun, wakimfanyia mambo yake kisawasawa, walikuwa wameahidiwa vitu kadha wa kadha, lakini haki itokayo kwa Mwenyezi Mungu ilipowabainikia wale wachawi, moja kwa moja walitangaza imani kwa kusema amanna bi rabbil alamin, tumeamini Mola mlezi wa ulimwengu mzima, Rabbi Musa wa Harun, Mola mlezi wa Musa na ndugu yake Harun. Firaun akaanza kuwatia katika adhabu, akawasukasuka na kuwaahidi kwamba nitawakata mikono na miguu, ni wasulubu katika nini. Wale wachawi walipoona kwamba wamezidiwa na vitisho vya Firaun, wakaelekea kwa Mola wao mlezi kwa kuomba subra na ili Mwenyezi Mungu awafishe katika Uislamu, wakisema Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Hawa ni wachawi wa Firaun, wachawi katika zama za Nabii Musa alayhi salam. Ilipokuwa iman imeingia katika nyoyo zao, wakawa wako tayari wao lolote liwafikie, wakamwomba Mwenyezi Mungu ili awafishe wao katika Uislamu. Wacha hawa wachawi. Firauni mwenyewe ambaye kwamba alikuwa ni mjeuri, alifanya yote, akatangaza kwamba yeye ni Mungu mkubwa, lakini katika dakika zake za mwisho alisema nini? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Akatangaza imani katika dakika zake za mwisho, anaangamizwa, anadidimizwa katika bahari, anatangaza imani ya kuwa anamwamini Mwenyezi Mungu Mola wa Musa na Mola wa wana wa Israil. Hapo anatangaza imani kwamba na mimi hapa ni Muislamu. Akaambiwa alana sahihi, akawa amechelewa. Wewe ambao kwamba unanisikiliza si Muislamu, muda unakuruhusu, kwa nini usinyenyekee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuongoe. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.